Rais wa nchi ya Tanzania Samia Suluhu ajipata kwenye mtihani mkubwa baada ya tukio kutokea nchini Tanzania lililosababishwa na jeshi la polisi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Mvutano kati ya serikali na vyama vya upinzani nchini Tanzania umechukua sura mpya ya wasiwasi baada ya jeshi la polisi kuvamia ofisi za chama cha ACT Wazalendo na kumkamata Janet Ridhe ambaye ni mwenyekiti wa ngome ya wanawake taifa wa chama hicho. Hatua hiyo imeibua taharuki kubwa katika duru za kisiasa, kijamii na haki za binadamu, kukichochea mjadala kuhusu nafasi ya wanawake katika siasa na matumizi ya vyombo vya dola dhidi ya wapinzani. Kwa mujibu wa taarifa kutoka ndani ya ACT Wazalendo, tukio hilo lilifanyika ghafla bila maelezo rasmi ya kisheria kuwasilishwa kwa uongozi kwa chama wala kwa Ridhe binafsi. Hadi sasa haijabainika wazi sababu kamili ya kukamatwa kwake, isipokuwa taarifa za awali kutoka kwa maafisa wa polisi ambao zinadai kuwa Ridhe anatuhumiwa kutoa kauli za uchochezi dhidi ya Rais Samia Suluhu Hassan. Hata hivyo, kauli hizo hazijawekwa wazi kwa umma, hali inayoongeza sintofahamu na mashaka miongoni mwa wananchi na wanaharakati. Kukamatwa kwa kiongozi huyo kumeibua hoja nzito kuhusu mwenendo wa kisiasa nchini, hasa kuhusu jinsi vyombo vya dola vinavyotumika katika kushughulikia tofauti za kisiasa. Wataalamu wa siasa wanasema tukio hilo linaakisi hali ya ongezeko la vitendo vya ukandamizaji dhidi ya wapinzani na linatoa ujumbe wa wazi kuhusu mazingira finyu ya uhuru wa kujieleza kwa viongozi wa vyama visivyo na mamlaka serikalini. Wanaharakati wa haki za wanawake wameelezea hofu yao kwa matukio kama haya yanatishia mafanikio yaliyopatikana katika harakati za usawa wa kijinsia kwenye uongozi. Wanasema wanawake wanapokamatwa au kunyanyaswa kwa misingi ya maoni yao ya kisiasa, wanakumbwa na changamoto maradufu kutoka kwa jinsia na nafasi zao katika harakati za mabadiliko ya kijamii. Na kwa mujibu wao, tukio hili linaweza kuwavunja moyo wanawake wengi wanaotamani kushiriki kikamilifu katika siasa za nchi. Viongozi wa ACT Wazalendo pamoja na mashirika ya kiraia wameitaka serikali kueleza hadharani sababu za kisheria za kumweka kizuizini Ridhe na kuhakikisha kuwa haki inatendeka bila upendeleo. Wameonya kuwa iwapo vyombo vya usalama vitaendelea kutumika kwa misingi ya kisiasa badala ya kulinda usalama wa haki kwa wote, basi nchi ya Tanzania iko katika hatari ya kurudi katika mazingira ya siasa kandamizi. Mashirika ya haki za binadamu yameeleza kuwa kitendo hicho kinaweza kuchukuliwa kama jaribio la kuzima sauti ya ukosoaji, japo linachochea uoga na kukwaza maendeleo ya demokrasia. Wanaitaka serikali kutoa dhamana kwa Ridhe kama hakuna kesi ya msingi dhidi yake, huku wakihimiza uwazi na uwajibikaji kutoka kwa vyombo vya dola. Wito pia umetolewa kwa jumuiya ya kimataifa, mabalozi wenye waliopo nchini na mashirika ya kiraia kufuatilia kwa karibu hali ya siasa nchini Tanzania na kushinikiza serikali kutekeleza wajibu wake wa kuheshimu haki za binadamu, utawala wa sheria ya uhuru wa kujieleza. Na katika kipindi hiki cha mvutano wa kisiasa, hatima ya haki, uhuru na usawa katika jamii ya Tanzania inaonekana kuwa katika mizani nyeti ya maamuzi ya kisera au kiutendaji ya serikali.